Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote mu Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu. Matendo sura ya 14. Tutaanza na siri ya kwanza, Paulo na Barnaba wakiwa Ikonio. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa 7. Ikawa huko Ikonio wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi, na kwa vile walivyonena, kundi kubwa la Wayahudi na la Wayunani wakaamini. Walakini Wayahudi wasioamini wakawataharakisha watu wa mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. Basi wakakaa huko wakati mwingi, wakinena kwa ushujaa katika Bwana, aliyeshuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Lakini jamii ya watu wa mjini wakafarakana, hawa walikuwa upande wa Wayahudi na hawa upande wa mitume. Hata palitokea shambulio la watu wa mataifa na Wayahudi pamoja na wakubwa wao juu yao, kuwatenda jeuri na kuwapiga kwa mawe. Wao wakapata habari, wakakimbilia Listra na Derbe, miji ya Likaonia na nchi zilizo kando kando. Wakakaa huko wakihubiri Injili. Nini tunafundishwa hapa? Mitume wa Yesu wamepitia changamoto kubwa sana kuijenga nyumba ya Yesu Kristo ambaye ndio Ukristo wenyewe. Lakini tunafundishwa nini? Shuhuda hizi tunazoziona za neno la Mungu kushuhudiwa, jinsi walivyoenda na Mungu na Yesu Kristo akitenda kazi katika miujiza, tunashuhudiwa ili tupate kumwamini Yesu Kristo. Jambo ni moja tu, ili tupate kumwamini Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Yesu anataka kuturudisha kwake, tupate kumwamini, tupate kuishi naye siku ya mwisho milele, tukitawala naye katika ulimwengu ujao. Mungu anatupenda sana, ndiyo maana mpaka sasa kiyama hakijaja, bado injili inahubiriwa na watu mbalimbali. Lengo ni moja tu, ili upate kupona, maana anajua kuna maisha baada ya maisha ya hii dunia. Siri ya pili, Paulo na Barnaba wakiwa Listra na Derbe. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 8 hadi wa 20. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyu alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawasawa. Akasimama upesi, akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Heme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano, wakipiga kelele, wakisema, akina Bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu hali pamoja na ninyi twahubiri habari njema, ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili
na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe, lakini hakujiacha pasipo ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema, akiwapeni mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Na kwa maneno hayo wakawazuia makutano kwa shida, wasiwatolee dhabihu. Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonio, wakawashawishi makutano, hata wakawapiga kwa mawe Paulo, wakamburuta nje ya mji, wakizani ya kuwa amekwisha kufa. Lakini wanafunzi walipokuwa wakimzunguka pande zote, akasimama akaingia ndani ya mji, na siku ya pili yake akatoka akaenda zake pamoja na Barnaba mpaka Derbe. Nini cha kujifunza hapa? Ukimwamini Yesu utafanya mambo makubwa, hata uponyaji. Kama tunavyoona Paulo ameponya watu waliokuwa na matatizo tangu wako tumboni. Lakini kingine cha kujifunza hapa, unyenyekevu ndio dawa kwa Yesu Kristo. Tunatakiwa tumnyenyekee, tuwe wanyenyekevu. Huyu mtu amekuja kuwatolea dhabihu ya ng'ombe na manukato. Wakakataa kabisa, wakasema sisi ni wanadamu, tuko kama nyie, tunafanya kazi ya Mungu kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Maana yake ni nini? Lengo alitaka Yesu Kristo atukuzwe, sio wanadamu watukuzwe. Hata sasa tunapokaza mwendo kuhubiri injili ya ufalme, si kwamba tunataka sifa sisi, bali tumefanyika kuwa wana tunaojenga ufalme wa Yesu, na ndiye baba yetu wa wote wenye mwili. Kwa hiyo hakuna binadamu yeyote anayefanya kazi kwa ajili yake yeye mwenyewe, bali anafanya kazi kwa ajili ya mbingu. Na ndivyo maana unaona injili inahubiriwa kwa wingi sana, bali ili ufalme wa Mungu ujengwe na kusimama imara. Siri ya tatu, Paulo na Barnaba warudi Antiokia na Shamu. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 21 hadi 28. Hata walipokwisha kuihubiri injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonia na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Wakapita kati ya Pisidia wakaingia Pamfilia, na baada ya kuhubiri lile neno katika Perga wakatelemka mpaka Atalia, na kutoka huko wakaabili kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu ile kazi waliokwisha kuitimiza. Hata walipofika wakalikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Wakaketi huko wakati usiokuwa mchache pamoja na wanafunzi. Unafundishwa nini? Ukimwamini Yesu Kristo, hata kama ulikuwa uko mbali sana, unapinga ufalme wake, ukimwamini atakutumia, na zaidi ya yote atakupa vipawa vingi, utafanya matendo makuu. Mitume wanatufundisha jinsi walivyoshughulikia roho za watu. Hawakutaka mali, hawakutaka chochote. Hata watu walipokuja kuleta zawadi nyingi, ng'ombe na manukato, hata wakuhangaika nayo, kuonyesha kwamba walikuwa wanatoa injili bure. Wamepewa bure, toeni bure. Hicho tunafundishwa, tuwe waaminifu katika Mungu, maana Mungu kila kitu anakipanga, anajua matokeo yake. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.